Kisha Haji akajibu, sawa. Mariamu akasema, lakini samahani sana jirani kama ninakukwaza. Haji akajibu haraka haraka, hapana Mariamu, hapana mama Junior, kuwa huru tu, wala usiwe na shaka. Haya basi, mimi niko ndani jirani. Mariamu akajibu, sawa jirani. Kisha Haji akaondoka kuelekea chumbani kwake, huku amekunja sura kwa kuashiria kuchukizwa na jambo hilo. Na alipofika chumbani kwake alijitupia kitandani huku akifikiria, sasa jirani anataka kunifelisha ratiba zangu. Lakini okay, hamna shida. Najua tuwezi tukaenda kutupa umwili mapema kiasi hiki. Ni lazima kazi hii tuifanye usiku wa manane, muda ambao watu wengi watakuwa wameshalala. Baada ya hapo Haji akawa ametulia kimya, ambapo usingizi ulimpitia bila kutarajia, mpaka ilipofika saa 4 usiku ndipo alishtuka kutoka usingizini. Ndipo akanyanyuka na kukaa kitako, kisha akachukua simu yake na kutazama. Akakuta kuna missed call 5 kutoka kwa mama yake Mrs. Ibrahim Kawela, na missed call 2 akiwa amepigiwa na mpenzi wake Veronica. Lakini Haji alionekana kutoshtushwa na hilo. Aliweka simu pembeni na kunyanyuka moja kwa moja akaelekea sebuleni. Alipofika kule akakuta Mariamu ndio ananyanyuka na kutoka nje, lakini mume wake ameketi katika kochi anatazama mechi ya mpira. Haji akazuga kujifanya kuonekana kuwa yupo kawaida, lakini ndani ya nafsi yake amechukia sana. Hivyo aliagana na Mariamu, kisha akaketi kwenye kochi na kuanza kuangalia mpira huo. Punde si punde mlango ulianza kugongwa, ambapo Haji aliruhusu kuingia. Ndipo ulifunguliwa na Joshua akaingia. Haji alimkaribisha rafiki yake huyo na kisha wakaungana kuendelea kutazama mpira. Japokuwa muda wote huo Haji akili yake haiko pale. Akawa anatazama mpira huku akiwaza, hii mechi ni bora ishe haraka ili tukatupe ile maiti, maana sina amani kabisa. Roho yangu haijatulia muda wote na papalika kwa sababu ya ile maiti. Mungu wangu nisaidie katika hili. Muda ukazidi yoyoma, dakika zikasogea mpaka pale kipindi cha kwanza cha mechi hiyo kilipoisha. Ndipo Haji akanyanyuka na kuelekea chumbani kwake, ambako alichukua simu na kumwandikia Joshua ujumbe mfupi wa maneno yanayosomeka kwamba njoo chumbani kwangu. Joshua aliposoma ujumbe huo ndipo alinyanyuka pale sebuleni na moja kwa moja akaelekea chumbani kwa rafiki yake Haji. Kisha Haji akauliza kwa sauti ya chini sana, sasa rafiki yangu, tunafanyaje kuhusu hii maiti? Maana pale sebuleni ishakuwa shida, majirani zangu wanapishana tu kutazama TV na muda unazidi kwenda. Joshua akajishika kiuno akionekana akitafakari, huku Haji akisema, hebu nipe akili mpya rafiki yangu, tunafanyaje kuhusu hili jambo? Joshua akamshika Haji begani na kumwambia, nimepata wazo. Hapa cha kufanya ni kwamba nenda kachukua gari lako, lisogeze karibu na mlango wako wa uani, kisha fungua buti, ndipo urudi ndani, tuje kunyanyua ile maiti tukaingize. Haji akasema, hilo ni wazo zuri rafiki yangu, ngoja basi niende. Kisha Haji akachukua funguo ya gari, huku Joshua akauliza, sasa na maiti yenyewe iko wapi sasa? Haji akamwonyesha kwa ishara ya kidole
akikielekeza chini ya kitanda chake. Halafu yeye akatoka nje na kwenda kulisogeza gari lake karibu na mlango wa uani, na ndipo akarudi ndani huku akimwambia Joshua, tayari Joshua, nimeshalisogeza gari, lipo karibu na mlango wa uani, tufanye haraka. Joshua akamwambia, sawa, beba huko, shika huko, mimi nashika huko. Haji na Joshua wakaunyanyua mwili wa Jacqueline, wakatoka nao chumbani na kupita nao koridoni, moja kwa moja wakaelekea nao jikoni kwenye mlango wa kutokea uani. Baada ya kufika jikoni, walifungua mlango na Joshua ndo alianza kutoka, ambapo alichungulia pande zote akaona hamna mtu yoyote, hivyo akaendelea kutoka nje. Lakini baada ya nusu wa mwili ya Jacqueline kutoka nje, ndipo ghafla mlango wa nyumbani kwa Mariamu ulifunguliwa na kuonekana Mariamu akitoka nje, hali iliyowafanya Joshua na Haji kuanza kukimbizana kurudisha mwili ndani, wakauweka jikoni, na kila mmoja wao akashusha pumzi nzito kutokana na hofu, huku uoga ukiwatawala. Baada ya hapo, Haji alifunua panzia na kuchungulia dirishani, akamwona Mariamu akichukua viatu na kuingia navyo ndani, kisha akafunga mlango. Ndipo Haji alifunika panzia na kumwambia rafiki yake Joshua kwa sauti ndogo ya kunong'oneza, Joshua, twende tukaingize maiti katika gari, jirani yangu ameshaingia ndani, twende, fanya haraka. Joshua akamjibu, hebu tusikulupuke, subiri kidogo tusikilizie, lisije likaibuka balaa hapa. Oho. Hivyo waliamua kusubiri kwa zaidi ya dakika 2, na walipoona kuwa hali ni tulivu, ndipo walipofungua mlango na kuanza kutoka na maiti hiyo nje. Lakini wakati wakiwa wanakaribia katika gari, ndipo Mariamu alionekana akifungua tena mlango na kutoka nje, hali iliyopelekea Joshua na Haji kutoka mbio wakikimbizana na mwili huo kurudi nao ndani. Kutokana na wawili yao kuwa na haraka, ikapelekea mpaka kudondoka chini. Kila mmoja wao akawa na hema juu juu kutokana na purukushani za kukimbizana na maiti hiyo. Kisha Joshua alijishika katika paji la uso huku akisema, rafiki yangu, hii kazi ni ngumu mno, aisemi itanishinda. Haji akaongea kwa unyonge, Joshua rafiki yangu, ukisema hivyo mimi ndo nanimaliza nguvu kabisa. Naomba nisaidie katika hili, usichoke na wala usishindwe, na kutegemea wewe, na kuomba sana Joshua. Joshua akamwambia Haji, hebu nyanyuka uchungulia hapo dirishani, mwangalie jirani yako kama ameshaingia ndani. Haji akanyanyuka na kuchungulia dirishani, akamuona Mariamu akiwa amekaa anachati na simu yake. Ikabidi amwambie Joshua. Akamwambia, wala hajatoka, ndio kwanza amekaa pale barazani anachati na simu yake. Joshua akamwambia rafiki yake Haji, sasa sikiliza, wewe toka nje, nenda ukafunge buti la ile gari, kisha urudi ndani. Huu mwili tuuache hapa hapa, wewe ukisharudi ndani uje sebuleni, ili tuendelee kutazama mpira na kuendelea kupoteza muda. Angalau nadhani tuzidi kuvuta muda zaidi, ili watu waweze kulala. Haji akaitikia kwa ishara kutikisa kichwa, kisha wakaulaza ule mwili vizuri kwa pembeni. Halafu Joshua akaondoka kuelekea sebuleni, na Haji akatoka nje kwenda kufunga buti la gari lake. Halafu akarudi ndani, moja kwa moja akaelekea sebuleni, wakawa wanaendelea kutazama mpira wakiwa pamoja na mume wake Mariamu. Ilipofika saa 6 usiku,
Ndipo mechi hiyo iliisha. Hivyo mume wa Mariamu aliwaaga Haji na Joshua, alafu akafungua mlango na kuondoka zake. Hapo ndipo Haji aliposhusha pumzi nzito na kumwambia rafiki yake, sasa huu ndio muda mwafaka wa kufanya jambo letu. Haya, twende basi. Joshua akamjibu, rafiki yangu, punguza papala basi. Haji akajibu, Joshua, nyanyuka basi twende, muda unazidi kwenda. Joshua akamwambia, hebu kaa kwanza chini hapa, tusubiri kwanza watu waingie ndani walale, hatuwezi kukulupuka haraka kiasi hiki. Haji akaamua kuketi katika kiti huku akifikiria, angalau sasa nitakuwa na amani, kwa sababu tutafanikiwa kutoa ushahidi ndani ya nyumba yangu. Baada ya kupita dakika 10 ndipo Joshua akamwambia Haji, aya sasa twende kuingiza ile maiti katika gari. Hivyo Haji na Joshua waliongozana moja kwa moja mpaka jikoni. Kisha wakaunyanyua mwili wa Jacqueline na kuanza nao kutoka nje. Lakini kabla hajautoa mwili wote nje, ndipo Haji akamuona mlinzi wa nyumba hao akiwa anakuja kule lilipo gari, huku akiwa anazungumza na simu. Ikabidi Haji amwambie rafiki yake Joshua kwa sauti ndogo ya kunong'ona, oya Joshua, mlinzi anakuja, turudi ndani haraka. Ikabidi Joshua na Haji wakimbizani haraka kurudi ndani. Wakaiweka maiti sakafuni, kisha Haji akainuka na kuchungulia dirishani. Akamuona mlinzi akiwa ameegemea gari lake huku akiendelea kuongea na simu. Mara Joshua akasema, katika hali ya uchovu sana, mpaka sasa mimi nimeshachoka rafiki yangu. Haji akageuka kumtazama rafiki yake huku akimwambia kwa upole, usichoke rafiki yangu, usichoke tafadhali, mimi nakutegemea wewe tu hapa, sina msaada mwingine zaidi yako, na kuomba nisaidie rafiki yangu. Joshua akageuza sura pembeni huku akikunja kuonekana kuwa amechoshwa na jambo hilo wanalotaka kulitekeleza, lakini linashindikana. Hapo ndipo Joshua alipoanza kufikiria, sijui nimwachie huyu hii maiti ili apate kesi, maana najua atakaopata kesi ndio utakuwa wakati mzuri wa mimi kuweza kumpata Veronica. Yaani laiti angejua jinsi ninavyompenda mpenzi wake, wala asingejaribu hata kunishirikisha kwenye swala hili. Ila acha tu nimsaidie, kwa sababu ni rafiki yangu mno. Mara Haji na Joshua kila mmoja alishtuka sana baada ya kusikia sauti ya honi la gari inayopiga nje ya fensi ya nyumba yao, na mlinzi akasikika akikimbia kwenda kufungua geti. Haji ilibidi afungue mlango na kuchungulia ili kuona ni nani anayefika nyumbani kwao siku huo, ambapo mlinzi alifungua geti na gari la Veronica likaanza kuingia ndani. Haji alishtuka kwa kuchanganyikiwa, akarudi ndani haraka na kumwambia rafiki yake Joshua, oya, Veronica amekuja, ndio huyo anaingia. Joshua alinyanyuka haraka na kumwambia Haji, shika huko maiti, shika haraka, twende tuirudishe ndani tulikotoa, fanya haraka wewe. Haji na Joshua wakabeba maiti ile haraka wakairudisha ndani na kuiweka chini ya uvungu kama ambavyo ilikuwa mwanzo. Kisha haraka walikimbilia sebeni, ambako kabla hata hawajakaa kwenye makochi, mara mlango ulifunguliwa na Veronica akaingia akiwa ameongozana na shemeji yake Faraji. Pale pale Veronica alianza kuongea kwa ukali na hasira sana. Hivi Haji, una tatizo gani lakini wewe? Mbona umebadilika ghafla? Yaani baba yako anaumwa, tumekupa taarifa na bado tunakupigia simu kila wakati kukubembeleza uje hospitali kumuona. Hivi ni kweli wewe ndio unakaa hapa kwa amani bila kujali kwa baba yako yuko hospitali Haji? Tena ana hali mbaya na anakuulizia kila wakati kwa sababu anataka kukuona.
lakini we haujali. Ukimya ukatawala kwa zaidi ya sekunde 30. Kisha Faraji akasema, kaka Haji, umebadilika sana. Hadi mama analia na kulalamika kwa sababu yako wewe. Kaka yangu. Haji akabaki kimya huku ameinamisha uso chini. Mara Joshua akamgusa rafiki yake begani na kumwambia, Haji, fanya mpango uende ukamwone baba hospitali. Sawa rafiki yangu? Acha mimi niwaache. Naondoka. Kisha Joshua akajongea mpaka mlangoni, akafungua mlango na kuondoka zake. Mara Haji akakurupuka na kutoka tena nje. Akamfuata Joshua na kuanza kumlalamikia kwa sauti ya chini. Sasa Joshua rafiki yangu, unafanya nini? Kweli hivi unaondoka unaniacha mimi maiti peke yangu kule ndani? Joshua, hebu fikiria, unaniachaje mimi hapa? Unadhani nitaifanyaje mimi ile maiti kule ndani? Joshua, usiondoke bwana, subiri. Mimi sielewi nini la kufanya hapa. Joshua akamjibu Haji, sasa rafiki yangu, unadhani tutafanya nini tena hapa sasa hivi? Na unaona kabisa kuwa mdogo wako na mpenzi wako ndo hao wameshafika. Unadhani kitatendeka nini tena hapa? Yaani hapa tukubali tu kwamba leo tumeshindwa kutupa ile maiti. Kwa hiyo nadhani tupange siku nyingine kwa ajili ya kulifanya hilo. Haji alijishika kichwa huku akirusharusha miguu, akigeuka upande wa kulia na kushoto kwa kuchanganyikiwa, na akaanza kulalamika. Sasa Joshua, unavuta kuondoka uniache na mimi peke yangu na ile maiti kule ndani. Unadhani mimi nitaifanyaje rafiki yangu? Joshua akamwambia rafiki yake, hebu relax kwanza Haji. Haji akamjibu haraka, Joshua, na relax vipi katika hali kama hii? Hivi tungekuwa wewe unawezaje kurelax katika jambo kama hili? Hivi unadhani kuwa ni... Kabla hajamaliza kuongea, Joshua aliwahi kumziba mdomo na kumwambia kwa sauti ya chini, we, sasa unataka kulopoka kwa sauti hivi ili watu wasikie kuwa umeua au? Hata kama ni kweli kuwa wewe ni muuaji, lakini relax, jaribu kurelax. Usionyeshe kuwa hauko sawa. Mimi naamini hili jambo litakaa kama tulivyolipanga. Sawa Haji akashusha pumzi na kumtazama rafiki yake kwa macho ya huzuni sana. Kisha Joshua akamwambia, ondoa hofu. Kushindwa leo haimaanishi kwamba tutashindwa siku zote. Nachokutakia hapa ni kwamba urelaksi, tulia, ili jambo tutalifanya siku nyingine. Nadhani umenielewa. Kwa heri. Kisha Joshua akaondoka huku Haji akimsindikiza kwa macho ya huzuni sana. Baada ya hapo Haji alirudi ndani, na alipofika sebuleni akashangaa kumkuta mdogo wake Faraji yuko peke yake. Ikabidi amuulize, wewe, shemeji yako yuko wapi? Faraji akamjibu, yaani kaka, baada ya kuniuliza hali ya baba kule hospitali, wewe unauliza alipo shemeji? Hivi kweli? Haji akauliza katika hali ya kuchanganyikiwa, Faraji, nimekuuliza shemeji yako yuko wapi? Si niliacha wote hapa sebuleni au? Faraji akajibu, shemeji ameenda chumbani, lakini hali ya Kabla hajamaliza kuongea, Faraji alishangaa kumuona kaka yake ametoka mbio anakimbilia chumbani kwake, hali ambayo ilimshangaza sana. Kisha alisikitika kwa ishara kutikisa kichwa, alafu akajishika kwenye paji la uso na kuonekana kuwa mnyonge sana. Kisha akaamua kunyanyuka na kuelekea zake kulala chumba cha wageni. Wakati huo Veronika akiwa kule chumbani ameshangazwa na ujio wa Haji kwa vurugu, huku akionekana kuchanganyikiwa na kuhema juu juu. Ikabidi amuulize, we Haji, vipi kwani baby? Una nini kwani wewe?
Mbona sikuelewi? Haji akajibu, amna kitu mpenzi wangu. Kwani leo unalala hapa? Veronica akazidi kumshangaa mpenzi wake, alafu akamwambia, kwa nini unaniuliza hivyo? Mbona unafanya kana kwamba sijawahi kulala hapa, kwamba leo ni ajabu mimi kulala nyumbani kwako? Haji akasema, amna baby, nimekuuliza tu, sio kwa nia mbaya. Veronica alimtazama Haji kwa dharau, kisha akamjibu, ndiyo, ninalala hapa, tena katika chumba hiki, hapo juu ya kitanda chako. Kisha Veronica akageuka na kuendelea kujitazama kwenye kioo, huku akibana nywele zake. Wakati huo Haji akaonekana kubaki hoi na kuchanganyikiwa kutokana na jibu aliopewa na mpenzi wake kuwa leo analala humo chumbani kwake. Taratibu Haji akaanza kuhisi kuishiwa na nguvu miguuni. Ikabidi aegemee ukuta na kujishika magotini, huku akiatoa macho kwa mshangao na kuanza kufikiria, Mungu wangu, nafanya nini sasa mimi? Nimeshikwa hapa. Mara Veronica akageuka nyuma, na hapo ndipo aliposhangaa kumwona mpenzi wake katika hali hiyo. Kisha akamwita, baby. Haji alishtuka na kusimama wima, huku akiitikia katika hali ya wasiwasi sana. Na Veronica akamuuliza, kuna mwanamke umemficha humu ndani? Haji akajibu haraka haraka, hapana, amna yoyote nimemficha. Veronica akasema, umemficha mwanamke humu ndani? Ni yule jakini wako umemficha humu ndani, si ndio? Haji akajibu, hapana baby, mimi sijamficha yoyote na siwezi kufanya hivyo, unanifahamu. Veronica akafyonya na halafu akatupa kitana juu ya kitanda, kisha akaingia bafuni. Akaanza kutazama pande zote kuona kama kuna mtu, lakini hakuona mtu yoyote. Ikabidi arudi chumbani na kuanza kuinama kutaka kuchungulia chini ya uvungu. Hapo ndipo Haji alipowahi kumzuia huku akimwambia, baby, hebu tulia basi. Veronica akamwambia, hebu nipishe bwana, kumsukuma Haji pembeni na kutaka tena kuinama chini ya uvungu, lakini Haji aliwahi kukimbilia kumzuia na kumwambia, baby, unatafuta nini sasa? Veronica alifyonya kisha akaondoka kwenda kwenye makabati, akafungua na kuvuruga nguo zote kuona kama kuna mtu amefichwa. Alipoona kwenye kabati hajamkuta mtu yoyote, aliamua kutoka na kwenda sebeni kuchungulia chini ya makochi, kisha jikoni na store. Kote hakuweza kumpata mtu yoyote. Hapo ndipo aliporudi chumbani kwake na Haji akaanza kusema, unaona sasa, umempata nani? Haya yote ni kwa sababu ya wivu wako Veronica. Sio kwa nini unakuwa hivi, uniamini? Veronica akamjibu, tatizo lako baby, sikuelewi. Umebadilika sana, sielewi, upo kama mtu aliyochanganyikiwa. Yaani husomeki baby, husomeki. Haji na Veronica wakapanda juu ya kitanda, kisha Haji akamkumbatia mchumba wake huyo na kumwambia, I'm okay baby, usijali. Hapo ndipo Veronica alipoamua kutulia na taratibu akajikuta akipatwa na usingizi. Lakini Haji hakuweza kulala usiku huo. Muda wote alikuwa ni mwenye hofu na kuogopa kuwa Veronica anaweza akahisi kwamba kuna kitu chochote alichokificha chini ya uvungu wa kitanda chake. Ilipofika alfajiri ndipo Haji alipitiwa na usingizi, ambapo baada ya dakika chache mbele Veronica alishtuka kutokana na kuanza kuona Haji akiwa anatupa mikono na miguu huku akihangaika kuashiria kwamba anaota. Mara akaanza kuongea, sikukusudia mimi,
Sikukusudia, ni bahati mbaya. Sikukusudia, nisamehe tafadhali. Sikukusudia, ni bahati mbaya. Hapana. Mara ghafla akakulupuka huku akitamka, Jacqueline. Veronica alimtazama mpenzi wake kwa hasira sana, kisha akachukua mtu na kumrusha kichwani. Alafu akateremka kitandani na kuelekea sebuleni ambako Rose alikuwa ameshafika anagonga mlango. Hivyo Veronica alimfungulia mlango Rose na kisha kwenda jikoni. Hivyo Rose alianza kufanya usafi huku Veronica akiwa anaandaa uji na chai kwa ajili ya kwenda navyo hospitali. Wakati huo Faraji na Haji wakiwa vyumbani kwao wanajiandaa. Kisha Veronica pia alijiandaa, alafu wakaongozana kuelekea hospitalini. Walipofika kule, mzee Ibrahim Kawela alionekana kufurahi mno kuwaona vijana wake. Kisha akamshika mkono Haji na kuanza kumwambia, wewe ndiye mwanangu ninayekutegemea. Hata leo hii nikiondoka duniani sina wasiwasi, kwa sababu najua Haji upo. Utamsimamia mama yako vizuri, utamuongoza mdogo wako Zuena vizuri, ili muweze kumsimamia mdogo wenu Faraji katika masomo yake na kuhakikisha akiwa anatimiza ndoto zake. Ninajua Haji wewe ndo halisi ya mimi. Wewe ndiye mwanangu uliyebeba tabia zangu nyingi. Nikikuona wewe na huwa najiona kuwa nimejiona mimi mwenyewe. Ukiachana na kufanana kwako na mimi, najivunia pia kuwa na tabia nyingi zinazofanana na wewe mwanangu. Haji mwanangu, ukae ukijua kuwa sisi wote hapa tunakutegemea wewe. Wewe ndio furaha yetu na ndio amani ya mioyo yetu. Maneno hayo yalimfanya Haji kuanza kufikiria, familia inanitegemea, hali ya kuwa mimi mwenyewe nimeshavunjika moyo. Hivi itakuwaje siku ambayo siri inavuja na kila mmoja ataamini kuwa mimi ni muuaji? Hivi ina maana familia yangu itakuwa sio yenye furaha tena? Aise, itabidi nipambane kwa kadri nitakavyoweza ili niweze kutupa ile maiti kabla sijapata matatizo mengine makubwa zaidi. Haji alijikuta akikosa raha kutokana na maneno ya babake, huku akifikiria matatizo aliyonayo ambayo mpaka sasa haoni njia ya kuyatatua. Siku hiyo Haji alishinda hospitalini pale akiwa na baba yake pamoja na familia nzima. Mpaka ilipofika jioni, ndipo Veronica alimrudisha Haji nyumbani kwake na kumpeleka Faraji chuoni. Kisha na yeye akarudi nyumbani kwao. Muda huo Joshua akawa amejiandaa nyumbani kwake, kisha akaondoka moja kwa moja kuelekea Sunrise Hotel. Akaketi ufukweni mwa bahari, akawa anapunga upepo huku akiperuzi katika mitandao ya kijamii. Mara simu yake ikaanza kuita, na alipotazama akakuta kuwa ni rafiki yake Haji ndiye anampigia. Joshua alionekana kuchukia sana. Akaitazama simu ile huku akiongea peke yake. Huyu naye sasa ameshaanza kuwa msumbufu. Yana ananipigia bila utaratibu maalum. Utazani mimi ndio pombe niloingia kichwani kwake na kumtuma yeye amuue Jacqueline? Mimi sipokei bwana. Joshua aliacha simu ile ikiita mpaka pale ambapo ilikata. Alafu akaendelea kupata kinywaji huku akipunga upepo wa bahari. Baada ya lisali moja, mara Joshua akahisi kuwa ameguswa begani.
na alipogeuka alishtuka mpaka kulupuka kwenye kiti kutokana na kumkuta mume wake Jacqueline. Hapo ndipo Chris alipomkamata Joshua shati na kuanza kumwambia, ninajua sijakosea, wewe ni mmoja wapo kati ya waliomchukua mke wangu. Haya, niambie, mke wangu yuko wapi? Joshua alitetemeka kwa uoga huku akijibu, mke wako wewe? Mimi mbona sijachukua mke wa mtu bwana, utakuwa umenifananisha. Chris akazidi kumkunja shati Joshua huku akimwambia, wewe usinitanie, mke wangu mmempeleka wapi? Joshua akasema, mimi sifahamu lolote baba, sifahamu lolote ndugu yangu, labda itakuwa ni yule rafiki yangu lokuwa naye. Chris akasema, sasa sikiliza, hapa ni mguu wako mguu wangu, nipeleke kwa rafiki yako nikachukue mke wangu, sawa? Joshua bila kujibu chochote alivutwa na Chris moja kwa moja, wakaelekea mpaka katika gari. Wakaingia na kuanza kuelekea nyumbani kwa Haji, huku ikiwa Joshua ndiye anayemwelekeza Chris. Baada ya kufika nyumbani kwa Haji, waliingia ndani. Wakamkuta Haji akiwa amesinzia sebuleni, ambapo Haji alikurupuka ghafla baada ya kusikia mlango ukifunguliwa kwa fujo, na alishtuka sana baada ya kumwona mume wa Jacqueline. Moja kwa moja Chris aliuliza, mke wangu yuko wapi? Haji na Joshua waligeuka kutazamana usoni, alafu kila mmoja wapo akageukia upande wake na kubaki kimya. Chris akasema, ninawauliza nyie, mke wangu yuko wapi? Mmempeleka wapi mke wangu? Joshua akasema, bana, hatufahamu alipo, hatujui. Chris akajibu, yaani nyinyi mnanijibu mimi hamujui, wakati mke wangu mlimchukua mbele ya macho yangu, leo hii mnaniambia hamjui? Haji na Joshua walibaki kimya. Mara Joshua akasema, bwana bro, ushaambiwa kwamba hatujui mke wako alipo. Ghafla Chris alimpiga ngumi Joshua kwa hasira mpaka Joshua akaangukia kwenye kochi. Kisha Chris akasema, nyinyi mnaniletea masiara. Sikilizeni niwaambieni kitu kimoja, nasemaje? Namtaka mke wangu, sawa? Narudia kuambia, namtaka mke wangu. Leo naondoka, lakini nitarudi tena hapa. Nasema namtaka mke wangu. Baada hapo Joshua na Haji walibaki kimya. Kisha Chris aliwafyonya na kuondoka zake. Baada ya Chris kuondoka, ndipo Haji akamuuliza Joshua katika hali ya kuchanganyikiwa sana, Joshua, tunafanya nini sasa? Tunafanyaje? Joshua akamjibu Haji kwa ukali, unataka tufanye nini? Unaweza mimi tufanye nini? Yaani unataka kuniingiza mimi kwenye matatizo ambayo hayanihusu, alafu unaniuliza tunafanya nini? Unataka tufanye nini? Yaani mimi nakatizwa starehe zangu na bibwa nyunyuko kama mwizi kwa sababu matatizo sio kwa yangu. Utajua mwenyewe bwana. Wewe utakapofanya ndivyo hivyo. Kisha Joshua akaondoka kwa hasira, huku Haji akionekana kubaki hoi kwa mshangao. Kisha akasema kwa unyonge, Joshua, nisikilize basi. Joshua hakutaka kumsikiliza rafiki yake. Ndio kwanza alizidi kuondoka na kumwacha Haji katika hali ya unyonge sana uliochanganyikiwa na Baada hapo Joshua aliamua kuondoka zake, akarudi Sunrise kuendelea kustarehe. Wakati Joshua akiendelea kustarehe, mara akashtukia Veronica amefika pale. Wakasalimiana. Alafu Veronica akasema, ni heri nimekukuta hapa shemeji, kwa sababu nilikuwa nakutafuta, nahitaji tuongee. Na nachohitaji tuongee sicho kingine, ni kuhusu rafiki yako. Nimekuwa simuelewi kabisa hata tangu nimerudi China.
Hebu niambie, kuna nini kinaendelea? Joshua kajibu, sasa wewe unauliza nini shemeji? Rafiki yangu yule mtu wa mademu sana. Nadhani hao mademu wako watakuwa wamemchanganya huko. Veronica kauliza, na Jacqueline ni nani? Joshua akajibu haraka haraka, sasa unauliza nini tena shemeji? Huyo Jacqueline ni mmoja kati ya wanawake zake. Ni mmoja kati ya wanawake zake huyo. Veronica alionekana kuumia sana kwa jibu hilo. Akajishika kichwa na kuinamisha usula chini kwa unyonge. Mara Joshua akamsogelea Veronica na kuanza kumkumbatia mabegani huku akimwambia, Veronica, unaumia nini mrembo? Wewe hutakiwi kuumia bwana. Kwanza unaumiaje wakati mimi nipo? Uje unachokosea wewe ni kitu kimoja. Unanibania mimi. Hebu nipe nafasi. Mimi sitokuumiza. Yaani kwanza ujue yule Haji yule ameshatembea mpaka na wanawake zangu mimi. Katembea nao yule. Veronica akajibu kwa unyonge, shemeji basi. Maneno yako yanazidi kuniumiza basi. Joshua akasema, ndo huje kwangu sasa. Hutoumia Veronica, hutoumia kwangu. Mimi nakupenda kwa dhati. Nakupenda kuliko hata wewe Haji mwenyewe. Yeye amekuchumbia tu basi kwa sababu tu yani ndo kaona wewe yani ni kama kuficha maovu yake. Veronica akaamua kunyanyuka, akabeba pochi yake na kuanza kuondoka. Huku Joshua akamtazama na kujiambia, au nisumbue. Najua tu one day Veronica lazima nikupate. Siku moja lazima nikupate. Uwe wangu. Mtoto mzuri kama unastahili kuwa na mimi. Haji kitu gani bwana? Kisha akaongea kwa sauti ya chini sana, na kuanzia sasa Haji asitegemee msaada wote kutoka kwangu katika hilo janga lake. Kwanza najua kikamatwa mimi ndo nitapata wakati mzuri wa kuwa na mtoto mzuri Veronica. Baada hapo Joshua akamuita mhudumu na kuagiza pombe nyingine. Akaendelea kunywa kwa furaha na starehe zote. Muda huo Chris akawa ndo anafika nyumbani kwake, ambapo mara baada ya kuingia sebeni alishtuka kumkuta shemeji yake, yaani dada wa Jacqueline, anaitwa Babla. Ikabidi atabasamu kwa kuzuga huku akisema, shemeji, karibu sana. Habari za siku nyingi? Babla akanyanyuka kwenye kochi na kugeuka kumtazama Chris huku akimuuliza katika hali ya ukali, mdogo wangu yuko wapi? Hapo ndipo Chris alipowatoa macho na kubaki kimya akiwa haelewi ni nini cha kumjibu shemeji yake. Kisha Babla akamuuliza tena, nasemaje, mdogo wangu yuko wapi? Chris akasema, mdogo wako amesafiri. Babla akasema, amesafiri kwenda wapi? Na huko alikosafiri ni wapi ambako familia nzima, ukoo nzima, ndugu wote hatujui na hapatikani katika simu? Ni wapi alikwenda? Chris akasema, shemeji bwana, usijali, hayo mambo mengi tutaongea tu. Wewe ndio kwanza umefika, kaa upumzike. Mambo mengine tutaongea. Babla akasema kwa ukali zaidi, nikani pumzike? Na pumzika kwa lipi? Wakati mdogo wangu nilimfuata hapa simuoni, sijui aliko, hapatikani kwenye simu na hamna taarifa yote inayoeleweka. Chris akamtazama shemeji yake kwa macho ya hasira, kisha akamjibu, shemeji bwana, jiko lipo huko, chumba chako cha kulala ni koridoni cha mwisho kile, sawa Kisha akafungua mlango na kutoka tena nje. Akaondoka huko akiongea, nyumba yangu mwenyewe ishaanza kuwa na kelele, naanza kuona kero. Sio katokea hapo shemeji naye. Huku Babla akawa anamuita, shemeji, we Chris, shemeji. Chris hakugeuka wala hakuitikia. Ndio kwanza aliingia katika gari lake na kuondoka kwa spidi kali sana. Huku akiwa anafikiria, ili sasa lishakuwa kama hadi shemeji kashaingia hapa, sijui itakuwaje. Sasa na wale waliojifanya wasamaria wema kumchukua mke wangu ndio watanijua sasa. Ni lazima arudi nyumbani.
Na ndugu nao wananichanganya tu. Ngoja niende zangu kwa Keti nikapumzike. Chris moja kwa moja alielekea mpaka nyumbani kwa Keti. Na akasogea mlangoni kwake, akaanza kugonga mlango. Lakini hakuna aliyetikia. Ikabidi atoe simu na kuanza kupiga namba la Keti. Lakini akakuta akiambiwa kuwa namba hiyo haipo hewani. Mara akatokea jirani na kumwambia Chris, "Kaka, Keti hapo amehama, haishi hapa tena siku hizi." Chris akauliza, "Amehamia wa?" "Kwa kweli sifahamu. Na tena mmepishana kidogo tu kwa sababu amehama usiku huu." Chris akauliza, "Kwa hiyo hajawaambia alikohamia?" Jirani akajibu, "Hapana, hajatuambia na wala hatujasikia tetesi zote anakuhamia. Sisi ametuaga tu." Hapo ndipo Chris alipoonekana kuchanganyikiwa. Akaamua kuondoka na kurudi zake ndani ya gari. Kisha akaanza kupiga namba moja badala ya nyingine. Lakini akakuta namba zote za Keti hazipo hewani. Hapo ndipo alipoanza kuwaza. Yaani Keti amehama bila kusema ni wapi anakuelekea. Na hajaniaga. Hajaacha maelezo yoyote kwa ajili yangu. Pia simu zote kazima. Najua amefanya haya yote kwa sababu yangu. Anataka kunikwepa hali ya kuwa anatambua kuwa mimi ninamhitaji sana yeye. Sasa subiri. Asifikiri kuwa amefanikiwa katika hili. Nitahakikisha ninajua mahali alipo. Na yule mpumbavu aliyemchukua mke wangu, nasema hivi, nitakula naye sahani moja mpaka amrudishe mke wangu. Akamalizia kwa kufyonya. Kisha akawasha gari na kuondoka. Akaelekea baa ambako alikunywa mpaka saa 6 usiku. Ndipo akarudi nyumbani kwake. Alipoingia ndani akashangaa kumkuta Babla sebuleni. Ikabidi amuulize, "Shemeji, hujalala mpaka sasa hivi?" Babla akamjibu, "Ndio, sijalala, nilikuwa nakusubiri wewe." Chris akauliza, "Sasa unanisubiri mimi kivipi? Kwani chakula hamna humu ndani? Au haujaiona sehemu ya kulala?" Babla akamjibu, "Sehemu ya kulala ipo najua, na chakula nishakula. Ila ninachotaka kufahamu, mdogo wangu umempeleka wapi?" Chris akageuka pembeni huku akisema, "Naona inataka kwa kesi sasa. Si nimeshakwambia kuwa mdogo wako amesafiri?" Babla akauliza, "Amesafiri kwenda wapi? Na amesafiri lini? Amekwenda kufanya nini? Na hapa atarudi lini?" Mara Chris akasema kwa sauti ya juu, Hey, nimechoka bwana. Mimi nakwenda zangu kulala nipumzike. Wewe endelea kukaa hapo mpaka huyo mdogo wako atakaporudi." Kisha Chris akaanza kuelekea chumbani kwake. Huku Babla akiwa anasema, "Unaona mimi nachuliza hapa ni ujinga. Sasa nakwambiaje, huyo Jaki utamrudisha tu ulikomficha. Labda kama mimi sio dada yake." Kisha akafyonya na kuanza kuongea peke yake. "Yaani mwanaume mimi sikumpenda tangu siku ya kwanza Jacqueline ananitambulisha. Lakini baba na mama sasa wakamwozesha mdogo wangu wa kielele chao. Haya, ona sasa. Leo hii hatujui hata Jacqueline amefichwa wapi. Huyu mwanaume sio mzuri kabisa. Mimi niliona hili mapema. Lakini baba na mama hawakutaka kunielewa. Haya. Lakini hamna kitakachoharibika. Kwa sababu niko hapa. Huyo mdogo wangu hatamtoa tu huko alikomficha. Labda kama mimi sio Babla." Baada hapo Babla akazima taa na kuelekea chumbani kwake kulala. Siku ya pili asubuhi, wakati Rose akiwa sebeni anafanya usafi, mara akashangaa kusikia Haji akiwa anafunga mlango wa chumbani kwake. Na baada ya sekunde chache Haji akafika sebeni huku akisema, "Sasa Rose, mimi nakwenda kazini. Tutaonana baadaye." Rose akauliza, "Sasa bosi, mbona umefunga chumbani kwako na funguo? Mimi nitaka nikafanye usafi."
Haji akajibu, hamna, usijali, chumbani kwangu ni kusafi, hata hivyo tutafanya siku nyingine, sawa? Kisha Haji akasogea mlangoni, lakini kabla hajagusa mlango akashtukia mlango ukifunguliwa kwa nguvu. Akaingia Chris na kuanza kuuliza, hivi wewe unachukulia poa Mimi ninavyokuambia namhitaji mke wangu huwa unielewi, si ndio? Haji akawa mnyonge ghafla, akageuka kumtazama msichana wake wa kazi, kisha akainamisha uso chini. Hapo ndipo Chris alipomkamata Haji shati na kumtikisa kwa kimwambia, ninahitaji mke wangu, nakwambia nahitaji mke wangu. Haji akabaki kimya huku akiendelea kuwa mnyonge. Hapo ndipo Chris alipomnyoshea kidole Rose na kumwambia, wewe niambie, mke wangu mmemweka wapi? Rose akajibu, mimi simjui mke wako. Chris akauliza, hamna mwanamke mwingine humu ndani zaidi yako? Rose akajibu, ndio, niko mimi tu humu ndani, hamna mwanamke mwingine zaidi yangu. Mara Mariamu akaingia ndani humo kwa akiuliza, nyamani, vipi humu ndani? Mbona kama kuna ugomvi? Eti we kaka. Kabla Mariamu hajamaliza kuongea, Chris akamjibu, wewe nyamaza, haya kuhusu. Na wewe jamaa, nakuambia namhitaji mke wangu. Narudia kukuambia namhitaji mke wangu kabla sijakushtaki, kwa sababu hauna mamlaka kukaa na mke wangu. Wewe unakaa na mke wangu kama nani? Nakuambia namhitaji mke wangu. Kisha akamsukuma Haji, alafu akageuka akamsukuma Mariamu pembeni, ndipo akatoka nje. Baada ya Chris kutoka nje, ndipo Haji akawa anachomekea shati lake vizuri na kuweka tai shingoni kama ilivyokuwa mwanzo. Mara Mariamu akaanza kusema, kwani jirani, unakaa na mke wa mtu humo ndani au ni huyu binti ndo mkewe? Rose akajibu haraka, sio mimi sio mke wake, hata simfahamu kwanza yule kaka. Mariamu akasema, sasa huyo mke anamdai mke gani wakati humo ndani mko wawili tu jamani? Eti jirani, hebu kama unakaa kweli na huyo mke wa mtu, mrudishe kabisa, kwa sababu hiyo ni kesi. Mrudishe mke wa watu kwa mumewe, utapata kesi jamani, na mume wake mwenyewe ndo kama yule unavyomuona pale, asije akakuua bure, mke anauma. Haji bila kujibu chochote aliwatazama Mariamu na Rose, kisha akatoka nje kwenda kuingia ndani ya gari lake, alafu akaondoka kuelekea hospitali kumuona baba yake, kisha akaelekea ofisini. Haji alipofika ofisini akakuta kikao kimeshaanza, hivyo na yeye alikimbilia katika chumba cha vikao, akaketi na kuanza kusikiliza, lakini akajikuta akiwa haelewi chochote kati ya vinavyoongelewa kwenye kikao hicho. Hapo ndipo alipoanza kuwaza na kukumbuka mambo yaliyotokea nyumbani kwake muda mchache kutokana na mume wa marehemu Jacqueline. Wakati huo Rose alikuwa anamalizia kufanya usafi nyumbani. Mara Veronica akaingia, wakasalimiana na kupiga stori mbili tatu huku akicheka. Kisha Veronica akasema, alafu Rose, hebu tuache kwanza haya mambo ya kucheka. Ujue mimi kuna kitu kinanitatiza sana kuhusu huyu bosi wako. Tangu nimerudi simuelewi. Rose akamjibu, yaani wifi sio peke yako, hata mimi mwenyewe simuelewi bosi. Hivi ninavyokuambia yani sio nisemaje, kabadilika ghafla. Na mabadiliko haya yameanza ile Jumamosi, ndo alivyoanza kubadilika hivi, yani Jumamosi ya juzi hapa. Veronica akasema, hebu Rose, naomba uniambie ukweli, ni vitu gani ambavyo vilikuwa vinafanyika huko ndani wakati mimi nimesafiri? Rose akajibu, wifi, hamna chochote kibaya kilichokuwa kinafanyika huko ndani, na kama alikuwa anafanya vitu vibaya basi itakuwa alikuwa anafanya wakati mimi nimeshaondoka kwenda nyumbani usiku ule. Lakini mimi kiukweli sijashuhudia kitu chochote kibaya kilichokuwa kinafanyika huko ndani mbele yangu. Veronica akamuuliza, kwani tangu ile Jumamosi wewe unaona amebadilika vitu gani? Rose akajibu, amebadilika vitu vingi, amekuwa kama mtu aliyochanganyikiwa.
hana raha wala furaha, na wakati mwingine namuona kama anakuwa analia hivi, lakini anajificha. Mimi sijamshuhudia kabisa. Pia tangu Jumamosi sijafanya usafi chumbani kwake, ananizuia nisifanye usafi. Sasa sijui uko chumbani anaficha nini. Alafu leo asubuhi kuna mkaka fulani kafika hapa, akaanza kumdai bosi, anasema anamtaka mke wake. Veronica akashtuka na kuuliza kwa mshangao, yaani bosi wako ndo anadewa mke wa huyo kaka? Rose akajibu ndiyo. Veronica akaamua kunyamaza kwa sekunde chache, akionekana kuwa anafikiria. Kisha akafungua pochi yake na kuanza kutafuta funguo. Akatoa fungu la funguo ambazo ndio ilikuwa na funguo mojawapo ya chumba cha Haji. Cha kushangaza kuwa funguo hiyo hakuiona. Hapo ndipo alipozidi kuchanganyikiwa. Akaamua kuzunguka nyuma na kwenda katika dirisha la chumba cha Haji. Akachungulia pande zote za chumba hiko, lakini hakumwona mtu. Hapo ndipo alipoamua kurudi ndani, akabeba mkoba wake na kumwaga Rose. Alafu akatoka nje. Mara Mariamu akaanza kumwita, wewe dada, wewe mchumba Haji. Veronica akasimama, kisha Mariamu akasogea mpaka pale. Wakasalimiana, kisha Mariamu akauliza, eti samahani, hivi kwani wewe ni mke wa mtu? Veronica alimshangaa Mariamu. Alafu akamjibu, hapana mama Juno, mimi sio mke wa mtu. Mariamu akasema, sikiliza binti, nikuombe tu na nikuambie kwa ushauri wa mimi kama mwanamke mwenzako, kama uliwahi kuolewa na huna mume wako wa ndoa, ni bora urudi kwenye ndoa yako, maana unamsababishia mwenzio maisha magumu. Huyo mwanaume wako mpaka leo asubuhi kafika kamfanyia fujo huyo Haji. Niseme sana, yawezekana huyo Haji labda ana mchepuko, huyo mchepuko labda ndo mke wa yule jamaa, lakini maki ndo hawa tena wanaume zetu hawa hawaaminiki. Veronica akajibu, basi hapana, wala sio mimi, yawezekana ikawa tu ni mwanamke wake mwingine, ila mimi sio mke wa mtu. Baada hapo Veronica na Mariamu waliagana. Alafu Mariamu akaondoka haraka kuelekea nyumbani kwake. Huku Veronica akajikuta machozi yakimlenga machoni. Ikabidi aingie ndani ya gari lake haraka na kuanza kuitazama pete ya uchumba kwenye kidole chake, huku akikumbuka siku ambayo Haji alimvesha pete hiyo. Kisha akajifuta machozi, akawasha gari na kuanza kuondoka. Muda huo kule katika ofisi za makao makuu ya shirika la nyumba, kikao kikawa ndio kinahitimishwa, ambapo meneja mkuu akawa anasema, nimefurahishwa sana na mgawanyo wa pesa, pia matumizi ya projekti hii. Nadhani hii italeta ripoti nzuri sana katika wiki hii. Halafu mhasibu, inabidi ufanye haraka sana mgawanyo wa gharama za ujenzi katika miradi hii, sawa Haji akawa kimya, kiasi kwamba watu wote kwenye kikao wakageuka wakawa wanamtazama Haji. Ikabidi mfanyakazi mmoja wapo aliyeketi pembeni ya Haji amshike mkono na kumwita kwa sauti ya chini, we mhasibu. Ghafla Haji alishtuka, akakurupuka na moja kwa moja akasimama, huku akionekana kuwa anataka kuzungumza kitu, lakini haelewi nini cha kuzungumza. Akawa ni mwenye kufumbua na kufunga mdomo, huku ofisi nzima ikiwa imebaki na mshangaa. Wafanyakazi wote wakabaki wakiwa wametaharuki, wanamtazama Haji kwa kutoelewa ni nini anataka kuongea. Amekuwa ni kama mtu alikurupushwa kutoka usingizini. The Killer.